Ni washukuru sana wenzetu wa TAKUKURU. Tunawashukuruni sana sana sana. Na tunasema hivyo kwa sababu gani? TAKUKURU si ya Kiislamu wala TAKUKURU si ya Kikristo. TAKUKURU ni ya Watanzania wote na hata wasiokuwa na dini. Lakini wameona ni jambo jema kutushirikisha. Najua watu kitajua TAKUKURU wana tabia ya kutaka kukimbia kimbia. Mbona leo mmekuja hapa? Nafikiri tungefungwa mlango ule mkaambia sasa kila mtu atoke hapa aulize maneno yake, madirisha ingeza akawa mlango. Sasa mimi nafikiri wenzetu wa TAKUKURU wanataka kutuhakikishia kwamba kazi yao sio kukimbizana na watu tu, lakini kazi yao ni kuwaleta watu pamoja. Lakini tunawashukuru kwa kazi nzuri wanayofanya. Kwa kweli, Mheshimiwa Rais kwa nchi yetu Dr. Samia Suluhu Hassan analeta miradi mingi sana hapa. Ni bahati mbaya sana kwamba miongoni katika utekelezaji wa miradi hiyo kuna wenzetu wao hawatutakii mema, wachache. Sasa wenzetu wa TAKUKURU wanaangazia miradi. Wanavyoangazia miradi hii, tunapata miradi ambayo inakidhi ile gharama, inaonyesha gharama halisi. Iko miradi mingi ambayo inatekelezwa hapa mkoani kwetu. Tunapoongelea hapa kuna miradi ya umeme, kuna miradi ya vituo vya afya, kuna miradi ya hospitali, kuna miradi ya shule, kuna miradi ya ujenzi wa barabara na vitu vingine. Nataka niwahakikishieni kwa kweli ni bahati mbaya miongoni mwetu wako watu wachache sana ambao wao hawatekelezi hii miradi inavyotakiwa. Sasa wenzetu wa TAKUKURU tunawashukuru na tunatambua kazi yenu, na mimi nikiwa mkuu wa mkoa ninajua mnazo kazi za kila siku ambazo mnafanya na zinasababisha tuone matokeo mazuri ya shughuli zetu hapa. Huu ndio utamaduni tuliojengewa wa kuaminiana pasi na kuulizana dini zetu, na ndio tunatakiwa tuishi. Kwa hiyo niwashukuru TAKUKURU kwa kweli kwa kutukutanisha hivi, mashehe kwa wachungaji, viongozi wa mbalimbali wa serikali ambao mchanganyiko wake ni Waislamu na Wakristo. Ni jambo jema. Lakini pili niseme mnafanya ibada. Kazi yenu ya kupambana na kuzuia rushwa ni kazi ya ibada. Pamoja mnatumikia jamii na serikali imekuajirini, lakini mnafanya kazi ya ibada. Kwa sababu kile mnachopambana nacho ni kuzuia mtu asiinunue haki yake, bali mwenye haki apate haki yake bila kuinunua. Lakini pia mnazuia njia haramu za kiuchumi, kwa sababu njia za uchumi ziko mbili. Njia ya kwanza ni njia ya uchumi halali na njia ya pili ni njia ya uchumi haramu. Rushwa ni moja katika njia za uchumi haramu, na nyinyi mmekuwa mkipambana juu ya njia hizo kuhakikisha hazipitiki. Kwa hiyo mnafanya kazi ya ibada. Na hata kwenye Qur'ani, kwenye Biblia tunaelezwa, Qur'ani inasema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msiliane mali zenu nyinyi kwa nyinyi kinyume na utaratibu. Unapokula rushwa au kutoa rushwa na kupokea rushwa, wewe uko kinyume na utaratibu. Sisi ni wadau ambao tunafundisha na kukemea rushwa. Ukisoma katika Zaburi sura ya 15 na mstari ule wa 5 anasema hakutoa fedha kwa ajili ya kula riba, hakutwaa rushwa, amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo ataondolewa milele. Tunaona sisi ni wadau, kwa hiyo yapo humu, tunafundisha, tunakemea. Ukiona mtu anatoa rushwa au anapokea rushwa, sisi tunahisi kwamba ni kutokuelewa na kuvunja sheria ya nchi, lakini pia kutenda dhambi kubwa kama mkuu wa mkoa alivyosema. Kwa hiyo rushwa ni dhambi, na inasema hapa kwamba ataondoshwa. Kwa hiyo kuondoshwa maana yake kwamba hana sehemu katika nafasi ya Mungu. Lengo hasa la kuandaa hii iftari ya leo katika mkakati wetu wa kuzuia na kupambana na rushwa ambao tunaendelea kutekeleza, ambao una kipindi cha kuanzia mwaka 2022 2023 mpaka 2025 2026. Ina maana ndio tunaelekea ukingoni. Moja ya lengo lilopo katika huo mkakati wa mapambano dhidi ya rushwa ni kushirikisha wadau.
yaani mapambano dhidi ya rushwa, kushirikisha wadau. Kwa hiyo sasa iftari ya leo ilikuwa ni moja ya utekelezaji wa lengo hilo, na ndio maana hapa tulikuwa tumekusanyika watu mbalimbali. Kulikuwa na viongozi wa wazee, kulikuwa na viongozi wa vyama vya siasa, kulikuwa na viongozi wa dini, kulikuwa na viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali. Hawa wote ni wadau, na kama jinsi kauli mbiu ya mapambano dhidi ya rushwa inavyosema, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. TAKUKURU kama peke yake hatuwezi kufikia malengo ambayo tumejiwekea kwamba tunataka Tanzania iwe haina rushwa. Sasa bila kushirikisha wadau inakuwa ni ngumu sana.